بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea na madarasa haya ya sira ya Bwana Mtume, na tumefika katika khutba alotoa Bwana Mtume siku ya Arafa katika hija ile ya kuaga. Naam. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kutoka Mina, kama tulivyoeleza ile jana katika darasa iliyopita, Bwana Mtume alielekea Arafa, na pale ambapo ilikuwa tarehe 9 ilikuwa ni tarehe 9 ya Dhulhijja, alikwenda Arafa, ile wukufi, kusimama pale Arafa, na akatoa khutba ambayo pale alibainisha mambo mingi sana, hukumu nyingi sana za dini za muhimu sana. Kwa hiyo tutagusia baadhi ya mambo aliyotaja Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na baadhi nyingine tutataja mpaka kwa nasi, yani mpaka kwa Kiarabu, kama kutabaruku na maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alianza Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamshukuru Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu, akasema alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Usikum ibadallahi bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atihi wa astaftihu billadhi huwa khair. Amma ba'd. Naam, kwanza Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu jalla jalalu na kushuhudia kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa isipokuwa yeye bila mshirika, akahusia waumini kwa takwa Allah, kwa kumcha Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Na hindo asli, na hindo utasema kama uti wa mgongo wa kila khutba, kuwa mtu kwa namna yoyote, kwa hali yoyote, khutba atakayotoa, mazungumzo atakayotoa, aanze na kuwahusia waumini, kuhusia waislamu kumcha Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, nisikizeni enyi waislamu, nisikizeni enyi waislamu, ayuha nas, enyi watu nisikizeni, isma'u minni ubayinu lakum, nisikizeni mimi niwabainishieni nyinyi, fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha fi mawqifi hadha. Sema subhanallah. Sema Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nisikizeni vizuri niwabainishie mambo, manake mimi sijui, huenda mimi sitokutana na nyinyi tena katika baada ya mwaka huu, sitokutana na nyinyi tena katika sehemu kama hii baada ya mwaka huu. Subhanallah. Angalia Bwana Mtume kama yuashiria sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asema, enyi watu jueni kuwa kwa hakika damu zenu, mali yenu, damu zenu na mali zenu ni haramu. Yani maana yake damu ya mtu mwingine kumuua ni haramu, mali yake kuyatukua ni haramu. Asema ila antalqaw rabbakum, mpaka mutakapokutana na Mola wenu, wamujue ni haramu, yani yamelindwa. Haifai wewe kwenda kutukua damu ya mtu, yani kumuua, kumpiga, kumdhulumu. Haifai kwenda kuchukua mali ya mtu. Asema Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani mali yenu na damu zenu ni haramu, ka hurmati yaumikum hadha, kama uharamu wa siku kama hini, yani utukufu wa siku kama hini ambayo ilikuwa ni siku ya Arafa, fi shahrikum hadha, katika mwezi hunu ambao ni mwezi wa Dhulhijja, ambao ni katika ashhuri alhurum, fi baladikum hadha, katika ardhi yenu hii ama mji wenu huu ambayo ni Makkah, yani haram ya Makkah. Ala hal ballaghtu, je mimi sijabalighisha? Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam auliza. Kisha Allahumma fashhad, amshuhudisha Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu kuwa mimi nimebalighisha. Kisha asema yule ambaye ana amana, mtu ambaye amepewa amana yoyote, basi afanye nini? Falyuaddiha ila man itamanahu alaiha, basi ile amana airudishe ile amana, hafai kubaki nayo. Mtu akipewa amana airudishe kwa yule aliyomwamini juu ya ile amana. Kisha akazungumzia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam jambo ambalo katika zama zetu limeenea sana na sisi hujaribu kulifanyia tabirirati. Akazungumzia Bwana Mtume masala ya riba.
Akasema bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna ribal jahiliyati mawdhu'un wa inna awwala riban abda'u bihi riba ammi al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Asema bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ile riba ya wakati wa jahiliya ile khalas tushaiondoa, ni haramu. Riba ni haramu, asema bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha katika kutufundisha sisi bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asemaje? Manake kama tunavyojua yeye ndo kielelezo bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini hapa kuna jambo muhimu. Asema na mujue ile riba ya kwanza ninayoitoa, ile riba ya kwanza ambayo tuiharamisha ni riba ya ammi yangu al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Maana Saidina al-Abbas alikuwa ana uwezo, basi alikuwa akipeana mikopo pamoja na kuchukua riba. Basi bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam, hii ndio riba ya kwanza ambayo sisi tutaitoa. Na hapa tupata funzo sisi kama Waislamu. Kama tunavyoambiwa mara nyingi, yani charity begins at home, sio? Yani mtu akitaka kusuluhisha kitu, mtu akitaka kutengeza kitu, aanze na yeye mwenyewe, aanze na hali yake mwenyewe. Naona sio mtu yani hawezi maskini kujisuluhisha, ama hata hafikiri kujisuluhisha, ama wale walioko karibu yeye yajaribu kwenda mbali. La, ni aula mtu, yani hususan ikiwa ni kiongozi, sio aone mtu kwa mfano yeye ni kiongozi kisha wenzake wanakosea, watu wa karibu wake wanakosea, kisha yeye hata hawakosoi, anajaribu kukosoa wengine. La, mtu aangalie wale wa karibu, mtu aanze na wale wa karibu. Kisha asema bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na damu yoyote ya jahiliya pia imetolewa. Damu ya jahiliya pia imefanya nini? Imetolewa. Yani kama watu waliuana wakati wa jahiliya, basi wajue hakuna, ile damu ishakatwa, ishakwisha, hakuna tena ati mambo ya kutukuliana kisasi. Maana walikuwa na tabia family fulani, mtu akiuawa basi wanaenda wanatoa kisasi, wanaua yule aliyoua, kisha yule aliyoua familia yake wanakuja tena wanaua mwingine huko. Sasa ikawa vita vinaendelea kwa muda mrefu. Ndio maana bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema hivi. Kisha akasema na damu ya kwanza ambayo mimi nitaitoa ni ya Ibn Rabi'a ibn al-Harith, Ibn Rabi'a ibn al-Harith. Hii ndio damu ya kwanza ambayo mimi nitaitoa. Pia huyu alikuwa katika watu maarufu pale, yani baina ya masahaba. Kisha asema bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mtu atakayeua kwa kusudi, wal amdu qawadun, na mtu atakayeua kwa kusudi, yani mtu akamuua mtu mwingine kwa kusudi na ametumia kitu ambacho mara nyingi kinaua, basi pale kutakuwa na kisasi. Kisha asema washibhul amdi ma qutila bil asa wal hajar, na mtu atakayeua yani amepiga kwa kusudi lakini ametumia kitu ambacho kawaida hakiui. Mfano mtu amechukua tu jiwe akapiga, akachukua fimbo akampiga mtu maskini, yule mtu akafa, basi pale hakuna nini? Hakuna kisasi, lakini atatoa ngamia 100, dia yake ni ngamia 100. Angalia namna ambavyo sheria imechunga damu ya mtu. Ngamia 100 lau tukafanya tu kwa haraka, ikiwa ngamia mmoja tutasema ni 100,000, wallahu aalam, wenye ngamia wanajua zaidi, lakini tukasema ngamia mmoja ni 100,000, basi ngamia 100 inakuwa ni milioni 10. Ngamia 100 inakuwa ni milioni 10. Hiyo ndo kama utasema compensation ya mtu kumuua mwenzake, hata kama ni kwa bahati mbaya. Jamani, hili ni jambo, yani sisi siku hizi ama zama zetu kuua imekuwa ni jambo la kawaida. Sisi kama Waislamu lazima tuangalie hili jambo, yani kwa kuogopa jambo la kuua na kudhulumu watu. La ilaha illa Muhammadur Rasulullah. Kisha akasema bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtu ambaye atataka zaidi, atataka kulipwa zaidi hapo, basi hiyo ni katika jahiliya, lakini hukumu ya kisheria ni kuwa dia ni ngamia 100. Naam. Kisha baada ya hapo bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ataeleza mambo mingi, maana khutba bado yaendelea, tutazungumzia inshallah katika madarasa ya takayokuja. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.